ilijulikana kabisa kwamba mkoa wa Mara ndio unaoongoza Tanzania kwa masuala ya ukatili wa kijinsia. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba jinsi elimu inavyozidi kuendelea na jinsi mkoa wa Mara tunavyozidi kujipambanua, ukatili wa kijinsia umepungua sana. Ninayasema hayo kwa sababu taarifa za kitaifa, hata tulivyokuwa kwa taarifa hii ambayo imesomwa, hata Baraza Taifa walitupongeza kwa kuwa tumepunguza sana ukatili wa kijinsia. Na kwa taarifa hii ya uchaguzi, katika tathmini tulipongezwa vile vile na Baraza Kuu Taifa ni jinsi gani mfumo dume hata katika masuala ya kisiasa yameanza kupungua na kupelekea wanawake kupata nafasi nyingi katika nafasi za vitongoji, vijiji na mitaa katika masuala ya maamuzi. Kwa maana kwamba tumepata nafasi, tunao wenye viti wa mitaa, tunao wenye viti wa vijiji, tunao wenye viti wa vitongoji wengi kufatana ukilinganisha na kipindi kilichopita. Hakika mfumo dume mkoa wa Mara unazidi kupungua kwa sababu watu wanaona kwamba kumbe wanawake tunafanya nini? Tunaweza. Wanawake tunafanya nini? Tunaweza. Na tunaweza kwa kupitia jemedari wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, jinsi alivyoongoza nchi hii, jinsi alivyoweka miradi mingi mikubwa zaidi na ukilinganisha hata vipindi vilivyopita. Hakika mwanamke ameweza na amefanya vizuri katika uongozi wake wa miaka 4, lakini tunao waheshimiwa madiwani wa kata ambao wako ndani humu wamefanya vizuri kabisa, wanatuheshimisha, wanawajibika na wamethubutu na wameonyesha ni jinsi gani mwanamke anaweza kufanya vizuri. Twendeni tukatimize wajibu wetu kuendelea kuelimisha jamii kama alivyotusomea Mbaraza kwamba tunatakiwa tuwe na kamati za kuzuia ukatili wa nini? Wa kijinsia. UWT tunaweza, UWT ni jeshi kubwa, na nimpe tu amesahau kutoa taarifa ya wilaya ya Rorya. Hebu karibu ikamilishe ili taarifa hii iweze kuwa nzuri zaidi. Ile nafasi ambayo mtu wa mada amezungumzia, ukatili wa kisiasa. Jamani mama zangu, tunaelekea kwenye uchaguzi. Ukatili wa kisiasa uko wa aina nyingi. Ukatili wa kisiasa sio kunyimwa fomu tu. Ukatili wa kisiasa sio kujina lako kutaniku, kutokupendekezwa. Yako mambo mengi yanafanyika huko kwenu ya ukatili wa kisiasa. Niwape mfano wa wilaya moja ya Butiama. Yuko dada mmoja aligombea mwenyekiti wa kijiji. Yule mama ukatili wa kwanza aliambiwa ni mlevi. Jina likataka kukatwa. Lakini UWT wilaya ilipambana mpaka jina la yule mama likarudi. Lakini baada ya kurudi wakapitia kule kule kwenye ulevi wake kumtengenezea mazingira mpaka yule mama aanguke. Na kweli yule mama alianguka. Yaani huo ni mfano haya ambao ninawapa. Yule mama kweli alishindwa. Lakini waliokuwa wanamtengenezea hayo mazingira ni wanaume. Sasa muone ni jinsi gani sisi wanawake tunapotaka kusimama tunakuwa na vipingamizi vikubwa na vingi na vya kila aina. Ndugu katibu wetu wa mkoa, mimi wakati naingia mkoa Mara tulikuwa na naibu meya mmoja mwanamke wa mjini. Naomba usimame naibu meya. Lakini Mungu akajalia tukapata uchaguzi mdogo. Tukashawishi wanawake wajaze fomu wilaya moja ya Rorya. Kazi ilikuwa ni ngumu kweli kweli kutokana na ukatili wa kijinsia. Ilikatwa rufaa mpaka taifa. Lakini sisi kama UWT mkoa wa Mara tulisimama, tukapambana, tukapata makamu mwenyekiti wa mamlaka ya wilaya ya Rorya. Naomba makamu usimame. Yule mama mpaka leo ana mitihani katibu. Uongo mamangu? Mpaka leo ana mitihani kwenye wilaya yake.
wilaya ya Rorya. Hawataki. Kwa nini alishinda? Hawamtaki. Kwa nini alishinda kuwa makamu mwenyekiti wakati hana uwezo? Na wakamwandikia kashfa nyingi zikapelekwa mpaka huko juu. Lakini Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mara, tunaomba tuwashukuruni sana, mlisimama pamoja na sisi. Yule mama mpaka sasa anakwenda kumaliza muda wake. Yako mengi, ziko wilaya nyingi ambazo zina mazingira hayo. Mimi ni imani yangu leo mkitoka hapa, katibu wa mkoa amewatupa nguvu. Mbaraza naye ametuongezea kitu. Twende tukapambane na ukatili wa kijinsia kwenye nafasi za uongozi wa kisiasa. Mimi ninaamini asilimia kubwa ya wanawake tukisimama tunaweza. Yule diwani wa Tarime, yule mwanamke ambaye mwenyekiti amemtaja. Yule mama wakati mwingine namuonaga kama amekaa nusu mwanamke nusu mwanaume. Uyamkuta kwenye kata yake. Anapambana na wanaume. Na alikuja kanihakikisha katibu, ninakwenda tena kuchukua fomu, naenda kusoma tena na hao wanaume na kuhakikisha katibu nitarudi na nitashinda. Naomba twende tukajitie moyo. Twende tukaangalie wale wanawake ambao wana sifa na wana uwezo wa kusimama kupambana na ukatili wa kijinsia, waende wakagombee. Baada ya kusema mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante sana. Utekelezaji umeshuka kati ya mwaka 2015 na 2016 hadi 2022 na 2023 ndani ya mkoa wa Mara kutoka asilimia 32 hadi kufikia sasa 28. Aina ya vitendo vya ukatili wa kijinsia vinavyofanyika ndani ya mkoa wetu wa Mara na ndani ya wilaya zetu, ndani ya kata zetu, ndani ya matawi yetu. Ya kwanza ni vipigo. Kuna vipigo vingi kwa wanawake na watoto. Aina ya pili ni ubakaji. Kuna kesi nyingi sana za ubakaji ambazo zinafanyika katika maeneo yetu. Ukeketaji, kuna ndoa za utotoni, pia mauaji yanafanyika, lakini manyanyaso, pia kutelekezwa kwa wanawake. Hizi ni kesi kubwa ambazo ni za ukatili zinazofanyika katika maeneo yetu. Sisi kama viongozi tuna jukumu gani? Tunafanya nini ili kuweza kusaidia? Napenda kuwaomba viongozi wanawake ndani ya jumuiya ya UWT na wadau mbalimbali wanaopambana na kupinga ukatili wa kijinsia kwa uratibu wa serikali kuendeleza juhudi za kukabiliana na ukeketaji na aina nyingine za ukatili kama vile nilivyovitaja hapo: vipigo, ndoa za utotoni, ubakaji, vitendo vya ulawiti, manyanyaso na vingine mengine, kwa maana ni jukumu letu sisi viongozi kukabiliana na vitendo vya ukatili wa kijinsia katika maeneo yetu. Hima tuwasaidie wanawake na watoto ili kuepuka vitendo vya ukatili wa kijinsia, ikibidi kupaza sauti za wasioweza kupaza sauti. Jumuiya ya wanawake mkoa wa Mara imeshiriki kukemea ukatili wa kijinsia na aina zote wa aina zote kwa kutoa taarifa na kushirikiana na wadau mbalimbali kuwasaidia wahanga wa ukatili wa kijinsia. Wilaya zifuatazo zinaongoza kutoa taarifa ya kesi ama vitendo vya ukatili wa kijinsia na kusaidia sheria kushika mkondo wake kwa kesi kwenda mahakamani na kufanya na kusababisha waliofanya ukatili kupata adhabu ya vifungo. Wilaya hizo ni Tarime, Msoma Vijijini, Butiama, Serengeti na Msoma Mjini. Tunaomba tuongeze juhudi za kupinga ukatili wa kijinsia kwa kuweka msisitizo. Kamati za kupinga ukatili wa kijinsia kuanzia ngazi za wilaya hadi matawi kuanza kufanya kazi zao vizuri na kutoa taarifa za kesi za ukatili kila mwezi. Na imani katibu wetu ulitoa waraka ukielekeza wilaya zetu kuanzisha hizi kamati za kupinga ukatili wa kijinsia. Sasa tujiulize, huko ziko hai? Na kama haziko hai, basi ni jukumu letu tuzifufue ili tuweze kupinga ukatili wa kijinsia. Nipende kuwaambia viongozi, sisi kama wanawake tuna jukumu kubwa la kusimama imara kupinga ukatili wa kijinsia. Usisubiri mwanaume asimame mwenyewe bila sisi kuanza.
La pili ni kamati kuwa makini kusaidia kutoa taarifa na kukemea ukatili, lakini pia ukatili wa kisiasa utakaojitokeza katika maeneo yetu, ukizingatia kuwa huu ni mwaka wa uchaguzi. Kamati hizi ni muhimu sana. Uchaguzi utakapofika na hatuna hizi kamati, hapo ndipo mtagundua umuhimu wa hizi kamati kusaidia hata kutoa taarifa za ukatili wa kisiasa, kwa sababu najua wanawake wengi watajitokeza kuchukua fomu, lakini kutokana na ukatili utakaokuwa ukiendelezwa na kuanzishwa kule, ili kuwafifisha, kuwafanya msisimame imara, mjisikie mko wanyonge, mjisikie mko walegevu, ili msiweze kuchukua fomu na kupambana kuhakikisha mnashinda katika uchaguzi. Mipango ya baadaye katika kamati ya kupinga ukatili ndani ya mkoa. Kwanza tutazindua kamati ya kupinga ukatili wa kijinsia kuanzia ngazi ya mkoa. Lakini cha pili ni kuhamasisha kamati na kutoa mafunzo juu ya dhana ya ukatili wa kijinsia na kukabiliana na njia za kukabiliana na ukatili wa kijinsia. Ina maana tutaongeza uelewa, ni jinsi gani ya kuwatambua wahanga, ni jinsi gani ya kusimama unapopata kesi hii, uanzie wapi na ukomee wapi. Lakini vile vile kamati za kupinga ukatili wa kijinsia ngazi ya mkoa na wilaya kujifunza kwa vitendo kupitia ziara za mafunzo, kuendelea kupokea taarifa za kesi za ukatili kutoka katika kila wilaya. Nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana kwa kunisikiliza. Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Swala la ukatili wa kijinsia upande wa wanawake na watoto, kwa kweli mimi binafsi ninashukuru kwamba vimepungua kwa kiwango kikubwa. Isipokuwa wapo watu wachache ambao wanafanyia watoto ukatili. Mfano kama hivi juzi ndani ya kata ya Kenyamanyori kuna mtoto alibakwa, mtoto wa miaka 10 na vijana wawili wakubwa tu. Mtoto huyo tulimpeleka hospitali ya Bomani akapata matibabu, tukahakikisha vipimo viko sawa, tukamtafutia sehemu ya hifadhi kwa muda kwa ajili ya usalama wake. Kwa hiyo mimi binafsi kama diwani wa kata ile ya Kenyamanyori niwaambie wanawake, niwaambie watu wenye tabia kama hizo. Vijana wanawake ni wengi, wapo kila aina, wanawake wakubwa, hususan ukiangalia kwenye mahoteli, kwenye mabaa. Basi waende waonane na wale watu wazima, waache kuharibu watoto, kwa sababu wanaharibu hadi ndoto za hao watoto. Na hivi sasa hali ya huyo mtoto ipoje, na mmechukua hatua gani kuona kwamba mnaweza kumhifadhi ili kuweza kukabiliana na hali aliyopata? Mtoto huyo alikuwa ni mwanafunzi au hakuwa mwanafunzi? Alikuwa ni mwanafunzi wa shule ya Kenyamanyori msingi. Kwa sasa hivi tumemweka kwa baba yake mdogo kwa ajili ya kupatiwa matibabu na kwa ajili ya usalama wake. Maana mpaka dakika hii wale waliofanya tendo hilo bado hawajapatikana. Walifanikiwa kutoroka. Isipokuwa tunaendelea kufanya upelelezi kuhakikisha tumewabaini na kuwapeleka sehemu husika, ili liwe fundisho kwa watu wenye tabia kama hizo. Kwenye mkoa wetu wa Mara kwamba ulikuwa kweli umekithiri, lakini kadri tunavyoenda na kutoa elimu kwenye jamii, mambo yanaonekana yanaenda vizuri. Lakini pia kwenye ukatili wa kisiasa, yani kisiasa bado kuna mfumo dumo. Ukiangalia wanawake waliojitokeza kugombea nafasi za serikali za mitaa, vijiji na vitongoji walikuwa ni wengi sana. Lakini ulivyokuja kuangalia kwa mfano wilaya yangu mimi ya Butiama, waligombea zaidi ya wanawake zaidi ya wanawake 280. Lakini watu waliokwenda kuchaguliwa kwenye serikali za mitaa, vitongoji, wamekuwa ni wanawake 36 tu. Kwa hiyo ukiangalia idadi ya watu waliogombea na wale ambao wamepewa nafasi ya kuongoza ni wachache sana. Kwa hiyo bado ukatili upo. Tutoe elimu tu kwa jamii ili iweze kujua kwamba mwanamke anaweza kuongoza, mwanamke anaweza kumpa kazi yoyote anaweza kufanya, lakini ukatili mwingine unafanyika kwenye familia. Kwa sababu unakuta ni ndugu anafanya alafu baadaye wanaficha. Wanapoficha ina maana yule mtu aliyeathirika na ile jambo linamuumiza zaidi kuliko ambavyo angefanywa na mtu mwingine au jirani au mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo lazima tuendelee kutoa elimu kama viongozi ili tuweze kuondoa hili jambo. Asante.